Kwa mara nyingine tena tunakaribisheni katika kipindi cha Kaya na Familia, tukiwa tunafululiza mafundisho yetu ya familia, na tukikumbushana kwamba familia si jambo la kidunia, ni jambo la kimbingu. Mungu ndiye mwanzilishi wa familia, na ili familia isimame lazima tumushirikishe Mungu. Lazima tuwe wanafunzi wazuri wa manual ya mbingu ambayo ndio Biblia. Hiyo imejaa mawasia ya kipekee ya kuweza kusimamisha jamii zetu. Jana kwa wale ambao tumekuwa tukipatana pamoja tulisoma kuhusu nini? Hebu nione kama kuna watu ambao walikuwa hapa jana, au nirudie lesoni ya jana. Jana tulisoma nini? Jana tulisoma nini? Hata kama unasikiza dirishani, piga sauti tu. Sema tu kwa sauti ya kusikia. Wala unaosikia manyumbani mwao, jana tulisoma nini? Wala ambao wananukuu mahali, tulisoma nini jana? Haya. Kimya ni kusema nini? Jana waliokuwa nasikia sauti hii, tuliongea kuhusu kazi. Na tukajaribu sana kuweza kuona kama utatupambanua dhidi ya kazi na ajira. Na tukaona jinsi Bwana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa kazi. Na tunaona jinsi tunang'ang'ana kutafuta ajira tukipita kazi. Kwa lesoni ngumu. Hebu niseme tu kwa mkutasari. Ni kweli kwamba kazi ni mibaraka, na ilikuja kutoka mkononi mwa Mungu akampa mwanadamu kama mibaraka, na ni chombo cha kipekee katika familia. Na tukakubaliana kwamba kazi ni muhimu. Wazazi wafundisheni watoto wenu kazi. Na wewe kijana unapobalehe, penda kazi. Usikimbilie ndoa pasipo kuwa na kitu unafanya. Angalau jimudu, fanya kitu. Usikae tu, kwa sababu kazi ni mibaraka, na kupitia kwa kazi hii utapata kipato cha kila siku cha kukidhi familia. Na tukaona jinsi mojawapo wa watumishi wa Mungu, Yakobo, alifanya kazi ndio apate mke. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kufanya kazi ndio kumhifadhi mke. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama unaweza fanya kazi ndio upate, si uendelee kufanya kazi basi umkidhi mahitaji yake. Na tukaona Mungu akimpa mwanadamu, japokuwa ni laana, lakini akasema utafanya kazi kwa jasho lako. Wakati ule kazi ilikuwa starehe, lakini kidogo ikaongeza jasho kidogo, lakini ni raha unapofanya kazi. Lakini ukatambua kwamba bali na kazi hii tu ambayo watu hufanya, kuna kitu inaitwa ajira na kazi. Na tukaona kwamba kazi ni kile unakifanya kwa kupenda na kinakupa kipato cha kila siku. Lakini ajira labda ni ile unashurutishwa kufanya lakini hauipendi. Kwa hivyo watu wengi nje hii wako kwenye ajira, hawako kwenye kazi. Ndio maana mara nyingi Jumatatu ikifika wanasema tena Monday is here. Si ni kweli? Kwa sababu labda ni mzigo mzito, anaifanya tu angalau apate posho, lakini kama angekuwa na uwezo hangefanya hiyo ajira. Kwa hivyo tukasema kwamba tuombe Bwana tujalie afungulie kila mmoja wetu ile hadhi ya ndani aliyompa, na mwambie ni kipi anaweza fanya ili kiweze kumfurahisha, ni kazi ipi anaweza fanya ili iweze kumpa kipato au posho kila siku na ifurahie, kwa sababu kazi ni baraka na kazi si laana. Tunapofanya kazi hii, basi tunafanya tukitafuta nini? Kwa nini unafanya kazi? Maeli, unafanya kazi kufanya nini? Kupata nini? Pesa. Kila mtu anafanya kazi apate pesa. Mama, umekaa hapo na shukuru unafanya kazi. Mama aliye na mtoto. Unafanya kazi upate nini? Pesa. Hapo sasa pesa. Na hivyo ni sawa. Pesa. Kwa hivyo lesoni yetu ya leo inasema pesa. Lesoni yetu ni nini? Pesa. Kwa hivyo tukimaliza hapa tukule hivyo viazi vya huyo mama, vinaitwa viazi karai. Tule vyote tumpe pesa, aridhike, au sio? Atuze huyo mtoto. Pesa. Kwa hivyo siku ya lesoni ya leo letu yetu inasema pesa.
Kwa sababu nashangaa kuona kwamba watu wamefanya kazi miaka mingi, lakini ukiuliza, jamani, nionyeshe pesa ulio nayo kutokana na kazi umefanya, hauna. Kwa nini basi? Unafanya kazi upate pesa na hauna. Haitoshi. Haya basi, hebu niulize, ni pesa ngapi inatosha? Familia, wazee kwa wamama, nauliza, ni pesa ngapi inatosha? Haitoshi, au sio? Kwa hivyo watu wanatafuta pesa. Kitambo watu wameimba kuhusu pesa, wameanguka wakitafuta pesa, wengine pesa, wanasema pesa ni sabuni ya roho. Pesa hii inatosha. Na unapopata pesa hii katika familia, ni yako ama ni yenu? Swali. Ndio umeng'ang'ana, either ni kwa kazi au ni kwa ajira, na umepata pesa. Swali, unapopata pesa hii, ni yako ama ni yenu? Ni yetu. Haya, mzee anasema ni yetu. Kwa wazee ambao wanafanya kazi peke yao na wake wanafanya kazi ya nyumbani, ukipata pesa, ni yenu ama ni yako? Haya, wamama ambao pia nanyi mmepata nafasi ya kupata ajira au mnafanya kazi, unapopata pesa, yeye amepata pesa, wewe umepata pesa, hizo pesa mnaweka pamoja ama kila mtu ana pesa yake? Hapo sasa kila mtu ana pesa yake. Nao hapo ndipo kumekuwa na tatizo, na pesa imekuwa mojawapo ya chanzo kikubwa cha vita katika familia. Pesa. Wale watu wa miaka yangu, shilingi ya ua, tena maua. Namna gani? Shilingi ni maua, lakini na pesa. Wapendwa, pesa imetatiza familia kiasi ya kwamba hata wanapozitafuta hazitoshi. Pesa imemwangaisha mwanadamu. Watu wameuana sababu ya pesa. Waume wameua wake, wake wameua waume kwa sababu ya pesa. Na ajabu ni kwamba hata ujapoachiwa hazitoshi. Basi tuweze kujua Biblia inasema nini kuhusu pesa. Kwa sababu katika pita zangu nimeona kwamba hadithi 40% katika maandiko inaongea kuhusu pesa. Hapo sasa, kwa hivyo Biblia haijanyamazia jambo hili. Biblia imegusia jambo hili. Pesa. Watu wameng'ang'ana kiasi ya kwamba watu wameanza kuwa dishonest kwa kutafuta. Inaitwa Kiswahili inaitwaje jambo hili? Corruption, Asante. Watu wamekuwa wafisadi, wanatafuta pesa. Yani, I don't care what I will do as long as I have money. Wanauza vileo, wameangamiza maisha ya watu. Watu afya imezorota kwa sababu yeye hajali afya yako, anatafuta pesa. Hata kama atakuuzia kemikali kama chang'aa unywe ufe, haimsumbui maadamu amepata nini? Pesa. Pesa. Hebu tuangalie, Mungu amenyamaza kuhusu jambo hili la pesa. Na kwanza angependa tuipate pesa hivi vipi? Kwa njia ya halali au njia ya haramu? Hebu tuanze kutoa barabarani njia za haramu kwanza, tuone Mungu ameongea kuhusu haramu yoyote ya kupata pesa, ndio tuweze kuandaa msingi kamili wa kupata pesa kwa njia nzuri, na unapozipata tujue ni za nani. Mithali 13:11. Mithali 13:11. Pesa hizi wewe unazipata kwa njia gani? Hiyo maendeleo umefanya, hiyo nyumba umejenga, hiyo gari umeendesha, umepata pesa hizo vipi? Twende kazi. 13:11 Mithali 11. Biblia yasema, semaje? Mali iliyopatikana kwa haraka
mali itapunguka. inayopatikana kwa haraka itapunguka. Bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Asante. Huyo mwandishi amesema haramu, haraka. Mara nyingi siasa ya nchi hii imeharibika kwa sababu watu wametambua kwamba hiyo ndio barabara ya haraka ya kupata pesa za haraka. Kwa hivyo kidogo tu hivi mtu ameingia siasa, mamilioni amejenga, amefanya unashindu. Kwani mshahara wenu ni kiasi gani? Vurumai na matatizo yaliyo bungeni ni watu wanang'ang'ana kupata posho fulani ya pesa ili washughulikie wananchi, ili hali hela hizo haziwafikii wananchi, zinabaki mifukoni mwao. Pesa ya haraka, quick money. Pesa. Nimesema na narudia, 40% ya maandiko, hadithi za maandiko zimeshughulikia pesa. Na familia ili isimame mara nyingi inategemea pesa, kwa sababu watu wamepoteza mtazamo na kilicho kitovu cha kipekee ambacho ni Mungu mwenyewe katika familia. Wanaona pesa ndiyo familia. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu hajaacha itawale, kwa sababu hata wale walio na pesa wanalia. Kuna video zingine zilikuwa sema the rich also cry. Wana pesa lakini wanali. Mungu hajawaachia hapo. Na maandiko yanasema kwamba unapopata ustadi na uwerevu wa kutunza pesa au kupata pesa na kuzitumia, uheri. Na ndio maana ninaposema pesa zinaweza kuja kidogo kidogo. Soma sehemu ya pili ya fungu ile, inasemaje? Bado tuko pale pale Mithali 13:11. Kuna moja yasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka. Kwa haraka inapunguka au itamea mabawa. Tuende na bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kidogo kidogo ni kwa kusema nini? Lazima wewe na mimi tujifundishe sayansi ya kuchuma pesa kidogo kidogo na kujijenga kwa utaratibu. Waingereza wanasema jifundishe to master the management of money. Kwa sababu nitangulia kuuliza, hizi pesa mmekuwa mkitafuta mko nazo? Ziko wapi? Ziko wapi? Haitoshi. Ukipata 100 unataka 1000, ukipata 1000 unataka milioni. Hapo sasa. Ukipata milioni ni na swali ndi hata ulipopata milioni uko nayo? Hiyo ndio swali. Uko nayo? Mwandishi mmoja akijaribu kuangalia jambo hili anasema kwamba kwanza jifundishe kujilipa. Jifundishe kufanya nini? Kujilipa. Mungu amepeana mwongozo dhabiti, anasema kwamba anapokujalia kupata pesa, mkumbuke na mali yako. Kwa mujibu wa Mathayo 6:33, utafute kwanza ufalme wake. Na katika Malaki anasema, ninapokubariki mimi ndio nimekubariki. Mimi nimekuwa sehemu ya kazi. Mkienda na mtu mjengo, alafu yeye ndiye amepewa pesa akugawie, alafu akose kukugawia, utasikiaje? Mjasikia nimesema nini? Umeenda na mtu mjengo, koroga. Kwanza mnafunga shata ya pale juu, ile unainuka chini. Alafu mtu huyu amepewa pesa, yeye ndiye alikuwa kiongozi, akugawie, alafu aende nayo yote, utasikiaje? Sasa Mungu is a partner with you katika kutafuta pesa hizi. Ni partner kwa njia gani? Amekupa afya nzuri, amekupa nafasi hata ya hiyo kazi, kwa sababu kuna mwingine hana. Lakini unapopata pesa unasema haitoshi, au unamwambia Mungu, ngoja kwanza, ngoja kibarua kingine itatokea nitakupatia. Hii ni yangu. Kwa hivyo Mungu anataka kukupatia hekima ya kutumia hela au pesa katika familia yako. Kwa hivyo anasema kwanza nitangulishe. Ni imagine hataki mingi.
Nasema if you have gotten 100 bob, wewe nipe tu 10. Si huyo ukiwa na mtu mnafanya naye kazi wa namna hiyo, si unaweza kuwa mzuri sana. Yaani anytime mnaenda job, yaani mnafanya job equally, lakini wakati wa mshahara anasema just give me 10 bob. Wewe wengine kula. Si huyo mtu wa maana. Yaani mmebeba mawe, lakini wakati wa malipo anakuambia don't you worry, just give me 10 bob. Kama ni ngiri anakuambia wewe nipe tu so 900 wewe jisoti nayo. Kama ni 10,000 hata asumbuki, anakuambia wewe nipe tu 9 ni zako. Si unaweza kuwa nataka partner wa namna hiyo? Lakini ajabu ni kwamba mwanadamu haelewi. Na unapokosa kutambua hivyo, basi pesa hizi hazitoshi. Na ndio maana mbingu ina nia kutufundisha kutafuta pesa, na kutufundisha tunapopata pesa tuzitumie vipi. Na ukweli ni kwamba ukitumia pesa vibaya, ama kama hauna ujuzi wa kutafuta pesa, imagine maandiko yanasema wewe ni mpumbavu. Yaani kama sijui kutafuta pesa, mimi ni mpumbavu, na pia kwa njia nzuri. Pastor, are you sure? Yeah. Haya, tuangalie. Hebu tuone Mathayo 25. Yesu anapotoa hadithi hii ya mtu huyu ambaye aliwapatia watu watatu posho. Tuko Mathayo 25 15-16. 15-16 Mathayo 25. Inasemaje? Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Twende. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Asante. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Sawa. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua jini, akaifija fedha ya bwana wake. Tulia. Tutamaliza aya hiyo. Biashara. Mbingu inafahamu biashara, na inaamini kwamba unapofanya biashara unatafuta pesa, there must be profit. Si ni kweli? Sasa wewe kwa nini wewe? Yaani wewe umeuza tu chai miaka yote na haujabadilika, yaani ni chai tu. Hiyo kikombe ni ile ile. Si lazima upate faida na uendelee. You must grow from one level to the other. Na ndio maana yule alipata faida na akaendelea, alipewa 5, akafanya biashara, akapata nyingine 5. Anatafuta pesa. And that was a good plus. Mwingine akapewa 2, pia akafanya biashara. Na naamini kwamba hawa watu walielewa siri ya kazi. Hawakutegemea tu ajira. Walielewa siri ya kazi. Na wakajua kazi hii lazima uibembeleze na uifanye kwa bidii ikupe faida. Ninapenda the crowning bit. Soma mwishowe. Huyu mkubwa aliporudi, soma. 19. Umesoma 16 na 17. 16 yasema, mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Twende. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine faida 2. Twende. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua jini, akaificha fedha ya bwana wake. Teremka. Baada ya siku nyingi akaja bwana wake, bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Ndio. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5. Asante. Akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Twende. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Vema mtumwa mwema mwaminifu. Swali, wewe ni mwaminifu? Pesa hizi unazopata unazifanyia ni? Unajua kuna ile unapata unakula. Swali, unajua pesa mkononi mwako kuna njia 2 unaweza zishughulikia. Unaweza zitumia kama mbegu ya kupanda ama mbegu ya kupika.
Halo? Mara nyingi unapopata pesa, wewe unaiona kama mbegu ya kula, unaweka githeri kwa moto unakula, ama ni ya kupanda? Tumesema leo naongea kuhusu pesa. Kwa sababu wewe huwezi kaa tu miaka yote. Yaani unapata pesa, tuna hata hakuna mahali ziko. Yaani wewe ni the cycle continues. Unapata, unameza. Unapata, unameza. Unapata, unameza. Nguvu ikikosa ya kupata, umekwisha. Familia mnanisikiza, lakini Bwana asifiwe. Unapata, unameza. Nguvu ya kutafuta ikiisha na wewe hapana. Mtumwa mwema ni alipewa 5 na akazalisha, akafanya kazi. Mkubwa anapokuja anasema you gave me 5, I have 10. Napenda kusema hivi kabla tuendelee na hadithi hiyo. Bwana anapokupa nafasi ya ajira, hii ni daraja tu ya kupitia kupata mbegu ya kupanda ujinufaishe baadaye. Bwana asifiwe. Ninarudia, kuna uwezekano hujasikia. Unapopata ajira au unapotambua kazi Bwana ametia mkononi mwako, hiyo ni daraja ya kukupa pesa ili uwekeze unufaike hata baadaye. Nitarudia tu kwa sababu hilo jambo ni muhimu. Nitarudia. Bwana anapokukirimu na ajira au kazi na unapata kipato, pesa, nia na kusudi lake ni uweze kuwekeza kwa maisha ya baadaye. You invest. Kuna uwezekano hamwelewi. Hebu tuone. Tunajifundisha jambo la kuwekeza katika maandiko, lakini kabla ya hapo teremuka. Huyu ameambiwa wewe ni mtumwa mwema. Tuendelee. Aliyepewa 2. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa wema mwaminifu. Ndio. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Tuende. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Teremka. Akaja na yule aliyepokea talanta 2. Ndio. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Ndio. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Sawa. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ndio. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Amina. Akaja na yule aliyepokea talanta 1. Ndio. Akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wafuna usipopanda. Utavunaje usipopanda? Twende. Wakusanya usipotawanya. Utakusanyaje pasipo kutawanya? Usipotawanya. Twende. Basi nikaogopa. Nikaenda nikaficha talanta yako. Twende. Katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana akasemaje? Bwana wake akamjibu akamwambia, ndio, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Ulijua ya kuwa nafuna nisipopanda. Tulia tu hapo. Swali, unaposoma hadithi hiyo, alipowapa talanta hakuambia chochote. Lakini anapokuja anadai wawe wameifanyisha kazi. Hii pesa umekuwa ukipata miaka yote, umewahi ifanyisha kazi? Muulize mwenzako, wewe ni mtumwa mwema ama mlegevu? Hiyo kidogo ni ngumu, najua ni ngumu, lakini ni sawa tu. Yaani wewe unapata, unameza. Kwa vile unajua yeye atavuna mahali hakupanda. Una pesa, uwe na jonzi. La kwanza, kuwa mwaminifu kwa Mungu. Pili, kuwekeza ili kesho you can give an account. Najua nashangaa kwa sababu bali na pesa tunaposema tunatafuta pesa mingi, tumejaa madeni. Habari yako? Muulize mwenzako uko na deni. Muulize mwenzako uko na deni. Na ukweli ni kwamba unafanya kazi, si ni kweli?
Yani you work every day, lakini una madeni. Sasa kama kuna madeni kila mwezi una ya kuwekeza, then we must think radically about how we take care of money. Muulize tu, amesema kuna deni ama amesema hana? Oh. Tukianzia Fuliza mpaka ya kibanda, mpaka loni ya chama, mpaka ya benki. Ajabu ni kwamba tunaishi katika serikali ambayo hata viongozi hawana jonzi la kufanya mambo, wana mdeni. Kwa hivyo hata sisi tu watumwa. Bwana anataka wewe na familia yako ikiwezekana mjiepushe na madeni. Ndio maana nisema familia haiwezi give account kwa serikali. Hapana, kwa sababu serikali haikuunda familia, ni familia inaunda serikali. Kwa hivyo tuanze kutengeneza mambo nyumbani hapo. Tuanze kujifundisha ujuzi wa kutunza pesa, ndio serikali itajifundisha mambo haya. Sababu unakuwaje mtu mkubwa tu, hauwekezi ile uko nayo, mbegu uko nazo unakula kiolela, haupandi ili watu wako wanufaike kuona chakula kingi. Wewe kazi yako ni madeni, 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 madeni. Haya. Pastor, unajua serikali inasikia. Nia na kusudi langu ni maandiko iwe wazi kwamba ni hatia kuwa na madeni, madeni, madeni. Na nia yako siku zote ni kuongeza madeni. Wapendwa, unapokuwa na madeni zaidi, hata familia yako, hata watoto wako wanaweza uzwa walipe madeni. Kitanda chako kitauzwa sababu ya deni. Umerealize kuna madeni ambayo huzaana, au sio? Yani madeni yanazaana mpaka unashindwa unalipa double what ulikopa. Mithali 22:7. Maandiko yanasema vipi? Mithali ni 22 fungu la 7. Mstari wa 7 yasema, basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza. Mithali 22. Mithali 22:7. Msomaji, naomba msomaji apewe maji au akule dawa. Mwalimu wa afya alikuwa hapa akasema dawa ya macho ni gani? Nimefika pale mtumishi. 7. Twende. Tajiri humtawala maskini. Tajiri humtawala masikini. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Sasa wewe ni tajiri ama wewe ndio mtumwa? Nchi ya Kenya haiwezi jizindua, haiko huru sababu ya madeni. Na familia yako haiko huru sababu ya madeni. Tunaongea kuhusu pesa. Bwana angependa uwe na hekima ya kuweza kujifundisha kutumia pesa, kuwekeza. Na amesema ukimtangulisha atakupa hekima ya kutumia pesa ulizo anazokupa. Pesa. Uko na pesa? Wewe uko na pesa? Swali ni, hiyo umepata leo, kesho uko nayo? Na una mpango gani kuhakikisha kwamba ujapokosa nguvu za kufanya hiyo kazi utakuwa umewekeza? Najua shida ni especially Afrika hii. Si Afrika, cha niseme watu wa kutoka Nyanza na Western. Unafikiria you are investing in your children. Sasa wewe ulisomeshwa firstborn, unaambiwa unajua tulikusomesha, sasa wewe somesha ndugu zako. Unawasomesha alafu wazee wamezeeka, hawakuwa na mpango wote. Unaanza kusema akiwa na mama anasema halo, unajua niko sasa. Ulianza kulipa madeni, anza kulipa madeni. Panga mpango wako wa kustaafu ngali na nguvu. Bwana asifiwe. Plana, kwa sababu kama kweli ulimsomesha. Na Kenya hii wanasema kwamba japokuwa umesoma hakuna kazi. Sasa yeye alisomeshwa hana kazi. Wewe unakuwa na mpango, umeretire hauna kazi. Utaisha ama utakufa? Talk to me.
Utaishi ama utakufa? Na ndio maana unakuta wazee wengine akistaafu akai miaka 2 hauwezi invest kwa watoto. Hapana, kuwa na mpango wako wa kustaafu kama jamii. Na usiwe, jifundishe kabisa kwa neema ya mbingu, usiwe mtumwa. Anza kupunguza madeni. Anza kupunguza madeni. Na mwishowe maliza madeni. Kwa sababu tumeambiwa kwamba mdeni ni mtumwa wa aliyemkopesha. Akikohoa hivi niseme ama niache. Maisha hii ni ngumu. Siku hizi mwezi inaishanga haraka sana. Kwanza ukilipa rende, unashtuka tu hivi tena ndio hii. Hii mwezi inakuanga na siku 30. Amenipungua. Ukishtuka tu hivi ndio hii. Na labda Bwana amekupa kazi ama ajira na unapata pesa kila wakati. Anza kupanga mbele. Pastor, yani leo ulikuwa umeamuaje? Luka 14:28. Tunaangalia, unaangalia mbele, unafanya mpango kabla uanze. Unataka kujenga, unapiga hesabu ama unajenga tu? Unajua mshahara wako ni kiasi gani? Unaupangia ama unaanza tu kununua mandazi bila mpango? Soma Luka 12:28. Luka ni 14:28. 14:28. 14:28. Inasemaje? Biblia inasema maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, twende, kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Twende. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Tulia msomaji. Yani wewe unajua tu mshahara wako ni kidogo. Sasa ni kwa vile wewe ni ndugu yangu huko kutoka huko kwetu, vijana mdogo tu umeolewa, kijana mdogo tu unataka kuanza familia, ndio umepata kazi. Sasa wewe uko na 2 bedroom na uko single. Hamjasikia nimesema nini? Kwa hiyo nyumba kitu hii speaker iko kwa nyumba yako. Hello? Hii speaker ndio iko kwa nyumba. Yaani ukifungulia mziki ni majirani wanyamaze wakusikize wewe. Nyumba unalipa nusu ya mshahara yako ni rent. Kuna ndugu zangu mnanisikiza lakini msinirusha mawe, ninaelewa. Kwa sababu kabila zingine kuwa katika kabila hizo ni gharama. Kuna kuwa katika kabila hizo ni gharama. Yaani wewe mshahara wako haujali na hauangalii uko mbele. Yaani ukikaribisha girlfriend astuke. Yaani una 2 bedroom na wewe uko single, ukai na mtu. Yaani ni nyumba usikie tu yani, ukifungua muziki nyumba inatemeka ndi. Unapaka gari chini rendo. Hauna hesabu yoyote. Unasema kwenda Kitengela ni mbali, nani akae huko kichakani? Afadhali tukae hapa Lavington. Hapa ndio kuna maisha. Tuko pamoja? Yaani haujali. Lakini baadaye unakosa kukumbuka kwamba at times the pen that hires can fire. Acha niongelee wale wengine. Yaani wewe unajua wewe ni mtu tu unahazo pole, lakini unataka kuishi maisha si yako. Unapiga budget ambayo ni ngumu, haukikamilishi ama hata hauna budget. Jua kuna watu ambao anapata mshahara Friday, Monday hana. Kuna watu kama hao. Ni nani huyu ambaye anataka kujenga mnara na hapigi hesabu? Naongea pole, hii nauliza pole, siulizi kwa sauti. Do you have a budget? Muuliza mwenzako, do you have a budget?
Unajua kuna watu ambao hawana budget. Yaani akipesta pesa, badala aongoze pesa, pesa inamuongo. Kuna watu pesa inaongoza, si wanaiongoza. Kwa hivyo akisikia akona pesa ni ananunua chochote mahali popote wakati wowote, anasherekea na yeyote, atafunguka macho kama zimeisha. Hiyo imeleta furumai katika familia zetu. Na ndio maana Mungu anatushauri kama uelewi kuwekeza, kusave, ukijua kwamba kuna leo kunanyesha, kesho kunaweza kuwa kiangazi. Mungu anatuelekeza tumuulize mdudu mmoja ambaye anajipanga. Wadudu wana akili hata kukuliko wewe na mimi. Mithali ni 6:6. Yaani kuna wadudu ambao wanajua leo kumeiva, kesho kunakuwa kubaya, na wanajipanga. Kama mzazi kwa familia, anza kuwa na jonzi la namna hiyo. Elewa kwamba leo nimepata tenda, nimeangukia biashara, I don't know what tomorrow has. Nipange huko mbele. Siku za jua zaja. Umefika Mithali 6:6 mzee wangu? Ewe mvivu, mwendee chungu. Ewe mvivu, mwendee nini? Chungu. Chungu. Sitafakari njia zake. Ukapate hekima. Ukapate hekima. Endelea mpaka 8. Kwa maana yeye hana akida. Wala msimamizi. Wala mkuu. Lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Twende. Hukusanya chakula chake wakati wa mafuno. Twende. Ewe mvivu, utalala hata lini? Asante. Unajua unaweza kuwa mvivu. Unajua kuna watu ninawapenda. Yaani akishapata atakula mpaka ziishe ndio amuke tena. Ushaona watu kama hao? Kuna watu kama hao. Akipata ni hakikishe mpaka zimeisha ndio amuke tena kutafuta. Ili familia isimame, pesa, usiwe mvivu. Hata ukibarikiwa, jua kuwekeza, nafanya kazi kwa bidii, kwa sababu kesho haujui kutakuwaje. Mpenzi unayenisikiliza, familia nyingi zimesambaratika sababu ya pesa. Unakuta mzee alikuwa anafanya kazi, yako na pesa, kazi inapoisha bibi anasema sasa kama una pesa mimi nakaa na wewe aje. Si anaondoka. Wengine wakipata pesa, tuliulizana, mnapopata pesa hizi ni za nani? Ni zangu ama ni zetu? Mimi akasema ni zangu. Mnakaidi maandiko. Jinsi tuliposoma Mathayo 19 ikatueleza kwamba na wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa ni mmoja kivipi? Mmoja tu wapi? Kama hata fedha inakuwa ngumu. Lakini hii ninasema polepole, hekima. Wazee mnaosikiza sauti hii inaitwa hekima. Ni kweli kwamba tumekuwa na mikutano mingi na watu wakasema kwamba unapopata mshahara mzee, wewe kuwa mwaminifu, letea mke payslip apange. Nani sawa, si vibaya. Wamama, si ni vema mpewe payslip? Halo? Wamama, si upewe payslip na ATM umanage, si ni kweli? Na hiyo ni mawazo mazuri. Nashukuru. Lakini na swali tu ninapofunga. Na swali tu. Ukishamaliza payslip imeisha, alafu kuna emergency, unauliza nani? Kwa sababu tatizo tulilo nalo katika management ni kwamba kuna wale ambao wanasema ndio pastor alisema upewe kila kitu wewe manage. Na ajabu ni kwamba labda hawajajipanga na kubudget, hawaja create emergency, ama mzee anasema mama umenisumbua sana kila siku, kwa sababu mzee anahesabia pesa kwa mfuko. Akitoa. Kwa hivyo mama anaassume zinakuanga. Yaani haziishangi. Kwa hivyo mzee amesema umenichosha. Sasa shika manage. Sasa ikiisha unaenda wapi? Hebu niseme hivi, wapendwa mnaonisikiliza. Wazee, ninasema hivi with a lot of care, kwamba wewe Bwana amekupa hekima kama kichwa cha boma.
at times unahitaji hekima kuelewa familia yako. When you don't tell your wife the whole truth, it does not mean you are lying to her. It's only that she's not strong enough to handle the whole truth. Hiyo inahitaji exclaimer. Nimesikia nimesema nini? Unapokosa kuambia mke wako ukweli wote, haimaanishi unamdanganya. Labda unaona she's not strong enough kuhandle mambo haya. Mfano, hebu niuliza tu swali rahisi ninapomalizia. Kama Abrahamu angemwambia Sara, Bwana amesema ninaenda kusacrifice Isaac, wangetoka nyumbani? Halo? Wangetoka nyumbani? We bwana, si ujibu swali. Msomaji, shika mic, jibu swali. Msomaji amepotea. Nauliza Maelda, kama Abraham angeambia Sara, ninaenda kusacrifice Isaac, Bwana amesema, wangetoka nyumbani? Hawangetoka. Kwa nini hakumwambia? Alikuwa amemwelewa. Lakini ninashukuru kwa sababu mnapozidi kuzeeka pamoja mnafaana. Waswahili wanasema wajapofaana hufanana. The more you learn and become more closer and closer, the more your debates become empty and open and open and open. Sisemi hata mkifika miaka 90 bado kuna siri. Lakini unapoanza in a relationship, you begin growing slowly. Mwelewe mke wako na yeye akuelewe. Pangeni pamoja, pangeni mipango pamoja, ekezeni pamoja ili Bwana wa mbingu aweze kuwabariki, kwa sababu hela ina matatizo. Tulitangulia kwa kusema, waimbaji walisema shilingi ya ua tena ni maua. Lakini cha msingi tunapo manage money, maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mengine mtazidishiwa. Mtapewa hekima hata ya kutunza na kumanage resources mko nazo. A family stands on the wisdom that comes from the word of God. Na pesa ni mojawapo ya changamoto sumu katika familia. Na jioni hii ni kusema kwamba tafuteni Mungu awape hekima ya kutumia hela anazowapa. Ili kwanza muwe na budget, pili muwekeze, mtumie kwa hekima, tatu zisiwe kikwazo au kitu kinawatenganisha, bali kiwaunganishe. Na mumtangulishe Mungu anapowabariki, nanyi muwe waaminifu kwake, kwa sababu you are partners with God in looking for that money. Ndio maana Habakuk anasema kwamba silver and gold belongs to who? To God. Neema ya Bwana iwe nanyi mnapofikiria juu ya jambo ya fedha katika jamii zenu, in Jesus name. Tusimame tuombe. O mtakatifu Mungu mwenye enzi, jina lako litukuzwe. Hatuna ufahamu zaidi, labda hatuna lugha zaidi ya kueleza jinsi ungependa tuishi, na hasa tunaposhughulikia jambo hili la fedha katika jamii zetu. Lakini tunakushukuru kwa yale ambao umeyafunua kwetu jioni hii, kwamba tuwe na hekima, tukijua kwamba wewe ndiye mpaji wa vyote. Na hela hizi zisiwe kikwazo kati yetu, bali tuzitumie kama mawakili wema kwa kukuza familia zetu na kufanya kazi yako. Zidi kutufundisha yaliyo mapenzi yako, zidi kutia kiu cha neno lako ndani ya maisha yetu, ili siku zote tukutafute maadamu ngali unapatikana. Ni jioni njema. Zidi kunena na kila mmoja wetu. Vipindi vinavyosalia, watumie watumishi wako kuleta ujumbe huu kwetu, na utuwezeshe kuwa wasikilizaji na watendaji wa maadili haya. Neema yako tosha, mapenzi yako atimizwe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.